Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nikukaribisheni tena kwa mwendelezo wa tafakari zetu za neno la Mungu. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana pamoja tena siku ya leo, na tumuombe huyu Mungu Roho Mtakatifu atuongoze ili tutakayoshirikishana tutakayo tafakari yaweze kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Tafakari hii nayokuleteni na nayokushirikisha siku ya leo ni tafakari ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa, tarehe 23 Agosti 2026. Nimeona ni tafakari neno hili la Mwenyezi Mungu, na baada ya kuyafitia masomo yote tunayopewa siku ya leo, masomo matatu kama ilivyo kawaida kwa kanisa letu, nimeona nitumie zaidi kwenye tafakari yangu somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya na somo la Injili kutoka katika Injili ya Mathayo. Na nisome kitabu cha Nabii Isaya somo la kwanza ambalo linatoka Nabii Isaya sura ya 22 aya ya 19 mpaka ya 23. Bwana wa majeshi asema hivi: nami nitakusukuma na kukutoa katika mahali pako, naye atakushusha utoke hapo usimamapo. Na itakuwa katika siku ile nitamwita mtumishi wangu Eliakimu mwana wa Hilkia, nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wako, nami nitamkabidhi yeye mamlaka yako, naye atakuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda. Na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake, naye atafungua wala hapana atakayefunga. Nami nitamkaza kama msumari mahali palipo imara, naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mpendwa, maneno haya tuliyosikia kutoka kwenye kitabu cha Nabii Isaya ni maneno machache, mistari kama 4 hivi. Pengine kuweza kuyaelewa vizuri, tuangalie mazingira ya wakati ule ili tuweze kupata ujumbe ambao utatusaidia sana. Wakati Isaya anaandika maneno haya, bilikuwa takribani wakati wa karne ya 8 kabla ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi hicho kulikuwepo na ufalme wa Yuda Yerusalemu, na wakati huo ufalme ulikuwa na hofu na mashaka makubwa sana, kutokana na kwamba ulikuwa na ufalme nchi za jirani ambao ulikuwa ni ufalme mwenye nguvu sana, ufalme wa Ashuru. Ufalme wa Ashuru ulikuwa ni ufalme ambao umetikisa eneo kubwa sana la Uajemi na hapo Mashariki ya Kati, na ni kutokana kwamba ulikuwa ni ufalme ambao umejipambanua kwa kuwa na jeshi kubwa lenye nguvu sana. Walikuwa na wanajeshi wa miguu, walikuwa na wanajeshi wanaotumia farasi, walikuwa na wanajeshi ambao walikuwa na uwezo wa kutumia mishale, kiasi kwamba mshale ukipigwa adui lazima atapigwa na atakufa. Lakini hata viongozi wake, wale watawala viongozi, walikuwa ni watawala ambao wako imara kabisa. Kumbe mara kwa mara walikuwa wanaendelea kupanua himaya yao, na kweli uongozi wa Ashuru ulikuwa ni tishio kubwa sana. Kumbe nchi yoyote au ufalme wote ungeliambiwa kwamba Ashuru, mfalme wa Ashuru anakuja kuanzisha vita na wewe, lazima upate hofu. Kumbe katika mazingira hayo, ule ufalme wa Yerusalemu kwa kweli na wenyewe kipindi hicho ulikuwa hauko imara sana,
uliona uongozi wenye nguvu na watishia, mpaka kuna kipindi wakataka wafanye muungano wa aina fulani au urafiki na nchi labda Misri au utawala mwingine kujinusuru kwa sababu ya ufalme wa Ashuru. Sasa kwa hiyo nchi ilikuwa haipo katika amani sana, ilikuwa katika hofu kwa namna moja au nyingine. Sasa katika mazingira hayo tunapata mtu huyu ambaye yupo katika somo hili, ambaye jina lake moja kwa moja halikutajwa. Huyu bwana ambaye anasema nitakuondoa katika madaraka yako alikuwa anaitwa Shebna. Shebna alikuwa ni mtu mashuhuri sana, alikuwa ndiye mkuu wa ikulu ya mfalme, yaani pale kwenye ufalme, makao makuu ya ufalme, ndiye alikuwa kiongozi mkuu. Kwa hiyo unaweza ukaona alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mamlaka makubwa sana, alikuwa amekabidhiwa funguo, maana yake alikuwa amekabidhiwa nguvu za kiutawala. Sasa katika mazingira hayo, ukisoma mstari mwingine katika kitabu cha nabii Isaya, tunaambiwa kwamba huyu mtu Shebna ambaye alikuwa ni mtawala mkuu wa ikulu alikuwa ni mtu wa kujinufaisha, na kuna mahali alifika mahali badala ya kuanza kufikiria nchi ambayo iko katika hofu, nchi ambayo inaweza ikavamiwa, yeye alianza kujenga kaburi lake la kifahari. Yeye akawa anafikiria kwamba nitakapokufa nikumbukwe namna gani, badala ya kuangalia maslahi ya raia. Kwa ndio Mungu akasema kwamba, kama tulivyosikia sasa, maneno mazuri. Sasa unaweza ukaelewa vizuri somo hili, mazingira haya. Mungu anasema kwamba huyu mtu hanifai, lazima nimuondoe na niweke mtu ambaye atakuwa kiongozi safi. Na kiongozi huyu aliyekuwa mkuu wa ikulu alikuwa ni mtu wa muhimu sana. Hao ndio wanawashauri wafalme, hao ndio wanachukua shughuli za kila siku za ikulu pale kwa mfalme. Kwa ndio maana huyu Mungu akaona hanifai kwa watu wangu, akaondolewa na badala yake akapewa Eliakimu mwana wa Hilkia kuchukua madaraka ya ukuu wa ikulu ya mfalme ili aweze kuwaongoza watu. Ni baada ya kuona kwamba huyu mtu hafai katika uongozi. Sasa somo hili limenigusa sana, na hasa katika kipindi hiki kwa nchi nyingi za Kiafrika tunakabiliwa na viongozi wengi sana. Nchi zetu hazijakaa vizuri na kutulia. Ndiyo maana wakati mwingine tunasema kwamba hatuna maendeleo makubwa, pengine kuna mapungufu hapa na pale. Lakini tusiongelee viongozi wakubwa, sio marais, sio mawaziri wakuu, hata jamii za chini. Fikiria mahali ulipo, uongozi kama mfano wa jimbo la mbunge, mfano uongozi kama diwani kama yupo, uongozi kama mwalimu shule fulani, uongozi katika ofisi fulani. Fikiria kwa dakika chache, ujitafakari ni uongozi wa namna gani? Au fikiria viongozi tunaokuwa nao, au nafasi za vijana wetu, mfano wanaomaliza vyuo wanatafuta kazi. Je, nafasi wanazozitafuta unaona nafasi kwamba ni watumikie watu au pengine nijinufaishe mimi mwenyewe? Na hivyo nikaona pengine somo hili litaweza kututafakarisha. Sasa somo hili nimeamua kuchukua somo hili pamoja na somo la pili, somo la Injili, uone tofauti inayokuwepo. Somo hili la Injili linatuonyesha Shebna ambaye hakuwa mzuri kiutawala, anaondolewa na anawekwa Eliakimu. Lakini sasa ukienda somo la Injili tunapata kinyume chake. Kinyume chake tunamuona mtu ambaye anapewa mamlaka, na mtu huyu anayepewa mamlaka ni kutoka vile vile kwa Mungu mwenyewe. Mtu huyu anakuwa ni Petro. Yesu yuko maeneo ya Kaisaria Filipi, anawauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Mwana wa mtu ni nani?
wanatoa majibu mbalimbali. Wengine ni Yohane Mbatizaji, mwingine ni Elia na kadhalika. Lakini baada ya kusikia mawazo kutoka kwao, mawazo ya watu wanavyosema kwamba Yesu ni nani, anawauliza, na ninyi mnasema mimi ni nani? Kusudi aweze kuona, je, hao watu ambao nimekaa nao, hao watu wangu wa karibu wananifahamu? Na pale ndipo tunamuona Petro anayesema kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu anasema, juu ya mwamba huu wa imani hii unayokuwa nayo nitalijenga kanisa langu. Na anasema nitakupa funguo hizi, utakapochukua umekifunga hapa duniani kimefungwa mbinguni, utakapochukua umekifungua hapa kimefunguliwa mbinguni. Petro anapewa madaraka ya kuwa kiongozi. Sasa ukiangalia, nitakuletea kwa ufupi kwa sababu mahubiri yetu tunabanwa na muda, pengine ingelikuwa kama semina ingelikuwa vizuri sana. Utaona yule ambaye katika Agano la Kale aliondolewa madarakani kwa kutokuwa kiongozi safi, kutaka kujinufaisha, kutaka jina lake likumbukwe. Hapa katika Agano Jipya, somo la Injili, tunampata Petro sasa anayeletwa, ambaye baada ya kupitia maandiko matakatifu tunauona Petro kama kiongozi safi ambaye ndiye mfano wetu. Hebu tumwone huyu Petro. Sasa huyu mtakatifu Petro, usome Injili ya leo kabisa neno kwa neno, ambao tunaikuta sura ya 16 ya Mathayo mstari wa 13 mpaka 20. Nimeshagusia kwa ufupi maneno yake, lakini soma neno kwa neno uweze kupata ujumbe kabisa kabisa kama ulivyoandikwa moja kwa moja. Sasa hapa nitatafakarisha mambo kama 4 ambayo yanamhusu Petro kama kiongozi safi. Sasa kitu cha kwanza ambacho ningependa nikushirikishe ni hiki: Petro alivyoiongoza jumuiya ya kwanza katika kufanya maamuzi muhimu. Unajua, baada ya Yesu kumkabidhi Petro basi funguo, maana yake mamlaka, Yesu baadaye hakuendelea kukaa nao kimwili. Yesu alipaa mbinguni. Sasa tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, baada ya Yuda Iskarioti kuondoka na kujiua, unajua alijiua, maana yake kulikuwa na upungufu wa mitume wale 12. Petro ndiye aliyesimama mbele ya jumuiya ya waamini na kueleza umuhimu wa kupata mtu mwingine achukue nafasi yake. Tunaona Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 15 na kuendelea. Siku zile Petro akasimama katikati ya ndugu, akalieleza hilo swala. Hili ni jambo muhimu. Yesu tayari amepaa, sasa kanisa linapaswa kuendelea. Petro hasubiri kila kitu kifanywe na mtu mwingine, hapana. Anachukua wajibu wa kuliongoza kanisa katika hatua muhimu. Kumbe somo la uongozi hapa, kiongozi wa Mungu haikimbii dhamana aliyopewa. Na wapendwa, tunapokuwa kwenye uongozi, ngazo zote zile, kuanzia uongozi pengine ambao tunaweza tukaona ni mdogo hata mkubwa, tusije tukafikiri kwa kuwa kiongozi kwamba sasa tukae kwa amani, kusiwepo na changamoto na kadhalika. Mfano mzuri ni huu hapa, na hawa mitume walikumbana na changamoto nyingi sana. Uongozi lazima utumie akili, uongozi lazima utafakari, uongozi utakumbana na mambo mazuri, lakini uongozi utakumbana na changamoto nyingi ambazo kwa kweli wakati mwingine zinakutikisa, mpaka watu wengine viongozi wanasema anaweza kufikiria, anasema kwa nini yanipate yote haya. Hata katika utume wetu, ndio maana mimi naona hizi changamoto ninazozipata katika maisha, katika utume wangu, katika upande wangu, naona basi Mwenyezi Mungu ananiimarisha na nataka nitumie mimi ili niweze kufanya kanisa lake liweze kuwa kanisa la amani na neno lake liweze kuendelea. Sasa huyu ni Petro, anatatua hilo tatizo kusudi kanisa liweze kuongezeka. Hicho ni cha kwanza. Lakini la pili napenda kushirikisha ni ile siku ya Pentekoste. Petro anasimama na kulitangaza neno.
Roho Mtakatifu aliposhuka, Petro ndiye anayesimama pamoja na wale 11 na kuzungumza mbele ya umati. Matendo 2:14. Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akaanza kutoa habari njema. Anamhubiri Kristo aliyesulubiwa na kufuka, na matokeo yake, Matendo ya Mitume 2:41, wakaongezeka siku ile watu wapata 3,000. Kumbe hapa tunaona kazi Petro aliyoifanya. Hakuona hofu. Aliona kwamba mimi ni kiongozi, ngoja niongee, niwe wa kwanza. Kiongozi lazima uwe mstari wa mbele, usiwe nyuma kuwatuma watu wengine ndio waende. Hapana, na wewe kwa mstari wa mbele. Kumbe hapa tunaona tofauti nzuri kati ya Petro na Shebna. Shebna anaonekana akijenga kumbukumbu yake mwenyewe. Ni kumbukweje? Kama mtu mashuhuri, nijenge kaburi ambalo litadumu milele yote. Lakini Petro yeye anajenga jumuiya ya Kristo, hajengi jina lake. Petro hakutumia ufunguo, mamlaka yake kujijengea jina, bali kuwafungulia wengine mlango wa kumjua Kristo. Wewe unapaswa ufanye hivi. Wewe uwe askofu, uwe padre, uwe katekista, uwe mtu wa familia, usitengeneze jina lako. Wafanye watu wengine wamjue Kristo. Wafanye watu wengine wakue katika vipaji vyao. Na hapo wewe unamkuza Kristo katika maisha yao. Kumbe hapa unaona kitu kikubwa ambacho ni kizuri sana tunachoweza kujifunza kutoka kwa Petro. Sisi wakati mwingine mapadre tunaweza kujisahau, tukawekeza nguvu nyingi katika vitu vingi vinavyoonekana. Ni kishawishi kikubwa sana. Si kwamba ni vibaya, hapana, ni vizuri. Unaweza kujenga mashule, unaweza kujenga hospitali, chekechea, miradi mingi pale parokiani, watu wakakusifu padre hajawahi kuonekana. Sisemi kwamba ni vibaya, ni vizuri, kwa sababu mwili ni mwanadamu ni mwili na roho, vyote inabidi viende pamoja. Na ndio maana tunawashukuru wa misionari waliotuletea imani, walienda nayo yote mawili, wakatuanzishia mashule, hospitali, na huko wakatuhubiria dini. Halafu na watu wakati mwingine nyinyi waamini huwa mnapenda kutusifia katika hayo yanayoonekana. Kuimba sifa zetu. Halafu na sisi kwa vile ni binadamu, tuna nyama na damu. Tunaona kweli nimefanya kitu hiki. Hata nitakapokuwa mzee nitakumbukwa. Na waamini wanakuambia padre, kwa kweli tutakumbuka. Hii shule uliyojenga hii hapa, milele yote itakuwepo. Na padre unakuwa safi sana. Hata padre unapokuwa mzee na kafimbo, unawaita na watu na wale wa vijana. Nyinyi mnaona hii shule nimejenga mimi mwenyewe kwa nguvu zangu. Tena nitumia pesa yangu kabisa, pesa yangu. Ajabu sana. Ni vitu vizuri, semi kwamba ni vibaya. Lakini tuwe makini. Kwa wale ambao mmesafiri nchi za nje kama Ulaya, sehemu zingine za Marekani, Canada, vitu vizuri kanisa lianzisha hivyo. Lakini sasa hivi vimeshauzwa kwa serikali. Makanisa, mashule mengine sasa hivi ni makumbi, wameweka maduka na kadhalika. Hata nchi yetu ya jirani Rwanda, mmesikia hivi karibuni shule za kanisa, baadhi ya shule za kanisa zimeshindwa kuendelea baada ya serikali kuimarisha vizuri shule zake, huduma zikawa nzuri. Kwa hiyo watu wanaenda kwenye shule za serikali, unaona, za serikali. Ninachotaka kusema ni kwamba tutulie, tumhubiri Kristo. Hiyo ndio namba moja. Kristo ahubiriwe, aishi katika maisha ya watu kila siku. Kwa akiwa katika mioyo ya watu kila siku Kristo, na akawa sehemu ya maisha yao Kristo huyu, maana yake hata miaka 10, 20, 30 atabaki humo na dini itaendelea. Lakini tukiwekeza sana kwenye structures, vitu hivi ambavyo vinatuinua majina yetu na jisahau, inaweza ikawa hatari kwa hapo baadaye. Sisemi ni vibaya, ni vizuri. Ila utume wa kwanza huwa kumhubiri Kristo. Hizi kazi zingine tuachie serikali, ni kazi ya serikali. Hizi kazi zingine sijui nini, wapo watu wengine wanaweza kuzifanya. Sisi tumhubiri Kristo na sakramenti zake. Halafu kitu cha tatu ambacho ningependa kuletea juu ya Petro hiyo katika uongozi. Petro hakutumia mamlaka kujitajirisha. Katika Matendo ya Mitume 3, Petro na Yohane wanakutana na mtu aliyekuwa kilema. Walikuwa naenda hekaluni kusali.
Petro yule mtu alikuwa kilema anawaomba pesa, dhahabu na kadhalika. Petro anamwambia yule mtu, fedha na dhahabu sina, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Matendo ya Mitume 3:6. Na yule mtu anasimama, anafurahi. Nadhani alipewa kitu kikubwa kuliko dhahabu na pesa alivyokuwa naomba. Hii ni picha nzuri sana ya uongozi wa Kristo. Petro ana mamlaka, lakini mamlaka yake si ya mali, ni ya huduma. Hata fedha ya kumpa mtu huyo hana fedha ya kumpa mtu huyo, lakini anampa kile alichopewa na Kristo. Pendwa ndugu yangu, kiongozi safi ambaye ni kiongozi wa Mungu haulizi kwanza hivi, cheo hiki kitanipa nini? Hapaswi kuuliza hivyo, bali anapaswa kujiuliza, kwa cheo hiki ninaweza kuwapa nini watu wa Mungu? Ukianza kujiuliza kwamba nimepewa cheo hiki, sio paroko, sio kuwa chuo, mamlaka, sio askofu au mamlaka fulani, nitapata nini? Ukianza kujiuliza hivyo, utakuwa umepotoka ndugu yangu. Turudi kwenye mstari. Sisi ni binadamu, tunaweza tukapotoka, tukajiangalia wenyewe na familia zetu, tukawanufaisha ndugu zetu. Tuwe makini katika hilo. Tujiulize, mamlaka niliyopewa nitafanya nini kwa watu? Ndugu yangu, Mungu ametupatia mamlaka, nguvu, uwezo, vipaji mbalimbali kadiri alivyopenda, na kwa kila mtu tofauti na mwenzake. Je, tunavitumiaje? Je, ni kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya kujinufaisha, kujitajirisha wenyewe? Kitu cha nne na cha mwisho ambacho ningependa kutafakari, Petro alikuwa tayari kuteseka kwa ajili ya kile alichokiamini. Baada ya kumhubiri Kristo, Petro na Yohane walikamatwa. Viongozi wanawaamuru wasizungumze tena kwa jina la Yesu. Lakini Petro na Yohane walijibuje? Matendo 4:20. Hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Hatuwezi kuacha, tutaendelea. Wakawaambia wale viongozi wa serikali waliokuwa wanawazuia. Kiongozi mzuri haongozi tu na kile kinachomfanya apendwe, bali na kile anachoamini kuwa kweli mbele ya Mungu. Unajua siku hizi kuna baadhi ya wahubiri tunapenda ile injili ya mafanikio, the gospel of prosperity. Watu siwaudhi. Njoo nitakubariki, utapata gari. Wanaongelea psychology, namna ya kupata furaha, namna ya kupata baraka, pewa maji, mafuta sijui ya upako na kadhalika. Lakini makanisa hayo au watu hao, jiulize ni kwa kiasi gani wanahubiri juu ya msalaba wa Kristo? Hapana. Hawahubiri kitu cha namna hiyo. Wanahubiri mafanikio. Watu ndicho wanachotaka wasikie kwenye masikio yao. Lakini vipo vitu vikubwa sana na vya muhimu sana. Vya muhimu sana. Nilikuwa najaribu kujiuliza, au akina Petro na Yohane walitishiwa, wakasema tutamhubiri Kristo. Sisi sasa hivi viongozi wetu wa serikali wakimshika kiongozi mmoja wakamteka au akapotea, huwa tunaogopa sana. Ndio maana unaona kwenye nchi nyingi za Kiafrika viongozi wa dini wanaojitokeza kusema serikali zao ni wachache sana, wanaogopa kuuawa. Tujifunze kwa Petro na Yohana. Hasa tukisema nafsi zetu tuzilinde, watatuua. Hatutakuja kukaa hapa duniani milele, tutaondoka. Kwa tusipate hofu, tumtangaze Kristo. Na tukijua kuna nguvu nyingi, zipo za kisiasa, lakini zipo vile vile za kijamii. Za kijamii, mambo yanayoibuka yana nguvu na pesa nyingi, ushoga na kadhalika. Mfano, wanatumia nguvu nyingi sana kuhakikisha kwamba neno la Mungu lisiweze kusonga mbele. Mtu anadai hii ni haki yake, asingiliwe. Kuna baadhi ya nchi hata uwezi ukavaa msalaba kwa mfano, au kama ni Muislamu ukavaa vazi lako la Kiislamu.
Zipo nchi pengine hatutaki kutaja kwa sasa, lakini Mungu anataka tumhubiri Kristo. Mimi naachia hapa kwa hayo manne. Tumeona Shebna alivyokuwa kiongozi mbaya akaondolewa, Mungu akamweka Eliakimu mwana wa Hilkia. Lakini somo la Injili tukaletewa Petro, na leo nimegusa machache tu manne ya Petro, lakini yako mengi ya kusema. Lakini ndani ya familia, nimalizie hii sasa kwa mara ya mwisho. Kwenye familia, wewe ni kiongozi, wale watoto wako vizuri sana, watangazia habari za Kristo. Usije ukamwona Petro na viongozi wakasema ukaona kwamba wewe uko salama, na wewe uko salama. Jitafakari. Mimi kama mama wa familia, mimi kama baba wa familia, mimi kama nimepewa watu chini yangu, kama ni mkuu wa shule au kama ni taasisi fulani au ni ofisi fulani, ninaongozaje? Ni mfano wa kuigwa. Alafu mbaya zaidi, unapokuwa kiongozi, unapokuwa viongozi, mimi na wewe, watu wengi tunatuona katika ubaya wetu, kuna wanaochukua kama ndicho kitu kizuri sana, tunawakwaza. Mungu tusaidie, tuendelee kuombeana, tupate viongozi safi, tuombee viongozi wetu wa dini na wa serikali, waongoze watu vizuri na kufanya ufalme wa Mungu uzidi kuenea katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.